Hello, hii ni Mshani Wellness. Karibu sana. Kwenye video hii tutazungumzia moja kati ya majanga yanayowasumbua vijana wengi sana saa hizi. Tatizo la kushindwa kupata ujauzito ama kushindwa kutungisha ujauzito. Kwa vijana wote wa kiume na wa kike saa hizi kuna changamoto kubwa sana. Wa kike wanahangaika kupata mimba, wa kiume wanahangaika kubebesha mimba wanawake. Kwa hivyo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikapelekea hii changamoto, lakini moja kati ya changamoto kubwa, sababu kubwa ambayo iko nyuma ya pazia ya tatizo hili ni magonjwa ya zinaa, sexual transmitted diseases. Ni kitu ambacho watu wengi, vijana wengi wanakiandalo kwa sababu pengine ni ya elimu ndogo. Ndio maana hii changamoto inazidi kuwa kubwa. Lakini ni kwamba tunapozungumzia magonjwa ya zinaa, tuna magonjwa mengi sana, lakini makubwa ni chlamydia na gonorrhea. Ndio yanahusika kwa kiwango kubwa sana na kuharibu kabisa mifumo ya uzazi ya vijana wengi sana. Bakteria kadhaa ambao wanasambazwa kwa njia ya ngono zembe kama vile chlamydia na gonorrhea wanaathiri sana maeneo kama ya cervix, maeneo ya mlango wa kizazi, uterus mji wa mzazi, fallopian tube, hii ni mirija ya uzazi, lakini pia tuna testicles ama korodani kwa wanaume. Vile vile tuna pelvic inflammatory disease ama PID kwa wanawake. Magonjwa mengi ya zinaa yanasababisha hii changamoto ya PID. La kwa wanaume yanasababisha kitu kinaitwa kitaalamu epididymitis, ambapo inachangiwa na kupungua kwa ubora wa mbegu za mwanaume. Kwa hiyo hizi changamoto ambazo nimezitaja kwa wanawake na wanaume zinasababishwa kwa kiwango kikubwa sana na haya matatizo ya magonjwa ya zinaa. Sasa kwa nini magonjwa ya zinaa yanachangia kwa kiasi kikubwa sana hizi changamoto kwa sasa hivi? Kwa sababu magonjwa mengi niliyoyataja hapa, sasa chlamydia, yanakuja bila dalili. Hakuna dalili za moja kwa moja za haya magonjwa hasa kwa watoto wa kike. Lakini kwa watoto wa kike ambao wako makini na wanafuatilia afya zao, wanaweza kupata hizi dalili kama vile period isiyoeleweka, maumivu ya tumbo sasa chini ya kitovu, lakini maumivu wakati wa seksi. Kwa wanaume maumivu ya korodani inaweza ikawa ni ishara kwamba kuna shida ipo, na moja kati ya sababu inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Sasa hizi changamoto watu wengi sana wanazo na wanashindwa kuzikabili kwa sababu watu hawana utaratibu wa kwenda hospitali kufanya vipimo na vitu vingine vingi sana, ukitoa mambo ya gharama za matibabu na vitu vingine. Ni kwamba kama ulikuwa ufahamu ni kwa muda gani haya magonjwa yanaweza yakakuathiri na kusababishia utasa au ugumba. Mfano, chlamydia ni moja kati ya magonjwa ya kawaida sana ambayo yanasababisha PID kwa wanawake, na inachukua kati ya miezi 3 hadi 6 kwa chlamydia isiyotibiwa kukusababishia utasa, kukupotezea uwezo wako wa kushika mimba kwa mwanamke. Kwa sababu PID yenyewe inaweza ikaharibu mirija ya uzazi, kwa hiyo yai linakuwa haliwezi tena kupita. Kama haliwezi kupita, maana yake ni permanent infertility, hauwezi kupata ujauzito. Gonorrhea pia inaweza ikasababisha hiyo changamoto, na kwa mwanaume inasababisha makovu, kutengenezwa kwa makovu kwenye kinaitwa vas deferens, ambapo hii vas deferens ni sehemu ambayo mbegu zinahifadhiwa na kutolewa. Sasa ikiwa na changamoto inaathiri utembeaji wa sperm pale unapoambiwa kwamba sperm motility zako haziko vizuri, yani zinashindwa kuogelea vizuri, maana yake inawezekana kabisa changamoto imeanzia kwenye hii vas difference ni mirija. Lakini pia ubora wa mbegu unakuwa uko hovyo kwa sababu ya hii magonjwa ya zinaa, na muda ni mdogo sana, miezi 3 mpaka 6 unaanza kupata hizi changamoto. Kwa hiyo jambo la msingi ni kupima. Kitu pekee kitakachokuwezesha wewe ni kupima, kwa sababu ukipima utagundua mapema na utaanza kushughulika nalo mapema. Kwa hiyo weka mazingira ya kupima mara kwa mara, walau kila baada ya miezi 3 hadi 6 unafanya vipimo, ni bora zaidi. Kwa sababu ni magonjwa ambayo yanaweza yakatibiwa kwa njia rahisi sana
kwa kutumia antibiotic za kawaida. Kwa hivyo jinsi ya kujilinda sasa na hii tatizo lisikuletee matatizo haya ya fertility ama uwezo wa kupata ujauzito, make sure unatumia kinga kila unapokutana na mtu yoyote. Kama hujaoa au hujaolewa, make sure sexual encounter yoyote unatumia kinga. Condom ni njia ya haraka zaidi. Chagua partner ambaye ana akili timamu na ambaye anajielewa vizuri. Chague tu ili mradi. Usichague wadangaji. Usijue wadangaji si ni kwa wanawake tu, si na wanaume vyovyote, lakini kwa pande zote mbili. Lakini pia kama wapenzi itakiwa mweke kawaida ya kufanya vipimo, lakini usipuuze dalili yote ambayo unaipata, hasa maeneo ya mfumo wa via vya uzazi, sehemu za siri. Ni vitu muhimu sana vya kuzingatia. Na kama utazingatia vitu hivyo, basi unaweza ukajikinga na hii changamoto ya matatizo ya uzazi ambayo yanatokana na maambukizi ya magonjwa ya zinaa kwa vijana. Hapo utakuwa umejifunza jambo. Mpaka wakati mwingine. Bye bye.